Katika makala mbili zilizopita tulielezea sababu au siri zinazoweza kusababisha kwamba malengo yako yasitimie baada ya kuwa wewe umetangaza mipango yako kabla ya wakati wake. Tuliweza kuelezea sababu za kisaikolojia pamoja na sababu za kiroho, lakini leo tutaendelea na sababu za kimwili, na leo tutaelezea sababu kuu mbili ambazo zitakushangaza sana. Na sababu ya kwanza ni sababu ambayo kiukweli inawapelekea watu wengi kuweza kushindwa mipango yao, kwa kuwa mwili wao wenyewe huwa ni msaliti mkubwa baada ya kuwa wao wamezungumza mipango hiyo kabla ya wakati wake, au tunasema kwamba premature execution. Tafadhali, kama hujaweza kusubscribe au ndio mara yako ya kwanza kuangalia channel hii ya Alphonce Motivation TV, tafadhali subscribe ili tuweze kwenda sawa katika mazungumzo au katika elimu hii tunaweza kutoa. Karibu. Sababu ya kwanza, sababu ya dopamine ya mazungumzo. Unapokuwa unatangaza mipango yako au lengo lako pamoja na kupata sifa, mwili wako automatically hutengeneza homoni ya furaha ambayo inaitwa dopamine. Dopamine hiyo inakupa hisia za ushindi, na tatizo kwamba huwa ni kwamba hizo hisia zinakuwa bado sio halisi, na hivyo bado unakuwa bado hujawa mshindi, lakini tu zinakuambia kwamba tayari umekuja kushinda na umekuja kufanikiwa juu ya kile ambacho unakuwa unakifanya. Na ndio maana unatakiwa sana ujitahidi kuepuka sifa, kwa sababu mtu ambaye kamezoea siku zote kupokea sifa mara kwa mara huwa anapata shinikizo la hii dopamine na kujiona kana kwamba umekwisha kutimiza lengo hilo, na hivyo basi mwili tayari unakuwa umepewa zawadi kabla ya kazi. Hii homoni ya dopamine sio homoni ambayo ni ya mchezo au sio homoni ya uhuru. Ni homoni ambayo inahusika na kiwango cha furaha katika mwili wa mwanadamu. Hivyo basi unapokuwa unapokea sifa mbalimbali, labda unapokuwa umesema labda tayari natarajia kuanzisha kampuni mbalimbali, watu wakaanza kukusifu kwamba hongera sana kwa kuanzisha kampuni, hongera sana, ili hali unakuta kwamba bado haujaanza kufanyia kazi kwa makini hilo kusudi ambalo ulikuwa kulifanya. Na hivyo basi homoni ya dopamine hapo huzalishwa na kukupa furaha ya kwamba tayari umekuja kutimiza kile ambacho ulikuwa unatarajia kukitimiza, na hivyo unaanza kucheka taratibu na kuanza kushuka utendaji wako kikazi na kujikuta kwamba unakuwa ni mtu ambaye ni wa maneno tu badala ya vitendo, hivyo ndoto zako zinakufa kimya kimya. Sababu ya pili inayoua mipango yako kimya kimya baada ya wewe kuweza kuitangaza kabla ya wakati ni wewe kuweza kuelezea sana badala ya kutenda. Watu wengi hutumia muda mwingi sana kuelezea ndoto zao, kujitetea pamoja na kujionyesha, na hivyo basi nguvu hiyo badala ingetumia kutengeneza mipango yao pamoja na kukaa kimya ili kuweza kuona mipango hiyo kimya kimya, wanajikuta kwamba wakitumia nguvu nyingi sana katika kueleza mipango yao pamoja na kueleza mambo yao wanataka kufanya kwa baadaye, hivyo kujikuta wakipoteza muda na kutumia nguvu nyingi sana kuelezea badala ya kutenda. Unapokuwa unasema labda nataka nianzishe kampuni yangu au nataka niwe content creator, lazima tu watu watakapokuja kwa mimi kwa namna gani nataka kuanzisha content hiyo, ni kwa namna gani utakuwa content creator, ni kwa namna gani utakuwa unaanzisha biashara fulani. Hivyo basi utajikuta kwamba unatumia muda mwingi sana katika kujielezea mambo mengi, na hivyo kujikuta ukipoteza focus na kulose ile sehemu ambayo wewe ulikuwa unataka. Hivyo basi kijana mwenzangu, kwa makini sana na unapokuwa unatoa mipango yako ili kuweza kulinda siri zako za mafanikio. Sasa basi, hebu nikuulize swali hili. Unafikiri ni kwa nini siri hulinda mafanikio? Watu wengi waliopiga hatua kubwa walijenga kimya kimya. Walifanya kazi gizani, yani maana yake hawakufanya kazi kwa kujionyesha. Walizungumza baada ya matokeo kuonekana. Siku zote siri huwa inakulinda dhidi ya pressure, dhidi ya wivu, dhidi ya kujisifu kabla ya wakati, lakini pia inakulinda dhidi ya kupoteza hamasa. Na ndio maana nakwambia kwamba siri ni muhimu sana na usije ukaitoa kabla mipango yako yote haijatimia. Sasa hebu tujiulize sasa swali sote kwa pamoja. Je, tusitangaze kabisa mipango yetu? Siku zote si lazima ufanye kila kitu kwa siri kabisa, la hasha. Ila unapotaka kutoa siri au unapotaka kufanya kitu, hakikisha unazingatia vitu hivi vifuatavyo ili kuweza kuhakikisha kwamba mipango yako inaenda vizuri. Cha kwanza kabisa, mshirikishe mshauri
au mentor. Mentor ni mtu ambaye atakuelekeza wewe na kukwambia nini unatakiwa kufanya katika kile ambacho unataka kuanzisha kufanya. Ikiwa unatamani kuwa mjasiriamali, usikimbilie kuwatangazia watu. Hapana. Bali mtafute mtu mmoja, mwambie kwamba anahitaji kuwa mjasiriamali. Lakini mtu huyo atakufundisha, na mtu huyo hakikisha kwamba anakuwa ni mzoefu na ile kazi, na automatically anaweza kukupa njia namna ya kuenenda ili uweze kufikia mipango yako na mafanikio yako pasipo wasiwasi ama shida yoyote. Lakini pia zungumza na mtu anayekuwajibisha, yani accountability partner. Accountability partner ni mtu ambaye ana uzoefu na kitu fulani na ambaye atajitolea kukusimamia wewe kuhakikisha kwamba unaweza kutimiza lengo au kusudi lile ambalo ulikuwa umelipanga. Mfano, ikiwa ulipanga kwamba kila siku unahitaji asubuhi kukimbia mazoezi au kwenda gym, unaweza kupanga mtu ambaye atakusimamia katika kazi hiyo na kuhakikisha kwamba wewe unaweza kufanya kitu hicho katika hali ya kuwajibika zaidi. Hivyo basi accountability partner huyo atakuwa kukufuatilia hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba unaweza kutimiza kusudi ama kile ambacho ulikuwa umekitarajia kupanga badala ya kutangaza watu. Rafiki yangu, sikiliza. Usitangaze mipango yako kwa kila mtu. Usifanye malengo yako kuwa mada ya sifa kabla ya matokeo. Sababu utapofanya mada ya sifa kabla ya matokeo, utapata sifa, na hapo ndipo sasa utajikuta kwamba ile kasi na nguvu ya kupambana na ile njaa hamu ya mafanikio yako yote inakuwa imeisha. Nipende kuhitimisha kwamba kushindwa baada ya kutangaza mipango yako si bahati mbaya, bali ni changamoto ambayo inatokana na mchanganyiko wa mtego wa kisaikolojia, athari za kiroho, pamoja na mwitikio wa mwili wako. Wakati mwingine si kwamba hauna uwezo, hapana, wala si kwamba ndoto yako haikuwa halali. Ni kwamba ulitangaza kabla haijakomaa, yani ulifanyia premature exposure. Jifunze kulinda maono yako, lakini pia fanya kazi kimya kimya, kwa sababu si wote lazima wajue kwamba wewe unafanya kitu fulani. Acha matokeo yako yazungumze kwa niaba yako. Usifungue mdomo wako kuzungumza, ila acha matokeo yazungumze na watu. Hakika ukifuata sifa hizo au ukifuata kanuni hizo ambazo nimekueleza hapo chini, utaweza kufanikisha mipango yako vizuri na kuhakikisha kwamba mipango yako inatimia kila utakapopanga. Rafiki, ikiwa umekosa makala zingine mbili ambazo zilikuwa zikielezea kwa jinsi gani basi au ni mtu gani au ni siri gani zilizokuwa zimejificha katika kushindwa kwako pale ambapo unatangaza mipango yako kabla ya wakati wako, basi subscribe, lakini pia uweze kucomment na kuniambia kwamba kati ya siri zote hizo ambazo nimetajia hapo juu, unahisi kwamba ni siri ipi ambayo inashiriki sana kuvunja malengo yako pale ambapo unakuja tangaza kabla ya wakati wako. Lakini sana ni kushauri ya kwamba usitangaze mipango yako mapema kabla haujafanya kazi. Langu jina naitwa Alphonse Mwita, na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki. Ciao.